Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa ndege za kijeshi za Marekani zilikuwa zikiruka kutoka ndani ya Israel kwenda kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran, akidai kuwa operesheni hizo zilikuwa sehemu muhimu ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Tel Aviv kwenye kipindi cha mzozo mkali kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha television cha mrengo wa kulia cha Channel 12 leo Julai 28 mwaka 2026, Katz alisema viongozi wa Iran walikuwa wakifahamu kuwa ndege za kivita za Marekani zilikuwa zikitumia viwanja vya ndege vya Israel kama sehemu ya maandalizi na utekelezaji wa mashambulizi dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya Iran. Alidai pia kuwa ndege maalum za kujaza mafuta angani zilikuwa zikiruka kutoka Israel ili kuzipa ndege za kivita uwezo wa kusafiri umbali mrefu na kutekeleza operesheni za anga bila kulazimika kutua kwa ajili ya kujaza mafuta. Kwa mujibu wa Katz, uwezo huo uliwezesha Marekani kutekeleza mashambulizi ya kina dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran, huku ukiongeza kasi ya operesheni za kupunguza muda wa maandalizi. Alisema ushirikiano huo ulionyesha kiwango cha juu cha uratibu wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili ambao ulijengwa kupitia miaka mingi ya ushirikiano wa kiusalama na kubadilishana taarifa za kijasusi. Katz alidai kuwa Iran ilikuwa ikitambua kikamilifu uwezo huo wa pamoja wa Marekani na Israel, jambo ambalo liliwafanya viongozi wa Tehran kuwa waangalifu zaidi katika kupanga hatua zao za kijeshi. Kwa maelezo yake, Iran ilielewa kuwa shambulio lolote kubwa dhidi ya Israel lingeweza kujibiwa kwa operesheni ya haraka na yenye nguvu kutoka kwa majeshi ya Marekani na Israel. Katika mahojiano hayo, Katz amesema kuwa wakati wa mzozo wa Iran ilikuwa imefatua makombora na kutekeleza mashambulizi dhidi ya malengo mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini haikufanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Israel kwa sababu ilihofia athari za ushirikiano huo wa kijeshi. Alisema hali hiyo ilikuwa ushahidi kwamba mkakati wa kuzuia vitisho kwa kutumia nguvu za kijeshi ulikuwa umefanya kazi kama ilivyokusudiwa. Aliongeza kuwa uwezo wa Marekani kutumia miundombinu ya kijeshi ya Israel uliimarisha ulinzi wa taifa hilo na kuongeza kasi ya majibu kwa vitisho vya usalama. Kwa mujibu wake, hatua hiyo haikuhusu tu mashambulizi dhidi ya Iran, bali pia ililenga kuhakikisha kuwa washirika wa Israel katika eneo hilo walikuwa salama dhidi ya vitisho vinavyoweza kujitokeza. Kauli za Katz zimetolewa wakati mvutano kati ya Iran, Israel na Marekani ukiwa umefikia kwenye viwango vya juu kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga vituo vya kijeshi, mifumo ya makombora, maghala, silaha na miundombinu mingine muhimu ya Iran. Katika kipindi hiki, kila upande umeendelea kutoa kauli kali za kisiasa na kijeshi, huku ukisema kuwa uko tayari kujibu shambulio lolote ambalo litaathiri usalama wake. Maandalizi hayo pia yalifungua mjadala kuhusu kiwango cha ushirika moja kwa moja wa Marekani katika operesheni dhidi ya Iran. Kauli za Katz zinaonyesha jinsi ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Israel ulivyokuwa umefikia kiwango kikubwa wakati wa mzozo huo, huku pia zikionyesha namna operesheni za pamoja za kijeshi zilivyokuwa sehemu ya mkakati wa kukabiliana na Iran. Wakati wa kauli hizo zinaongeza mjadala kimataifa kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mzozo huo na uwezekano wa kuhusisha mataifa mengi zaidi ikiwa juhudi za kidiplomasia hazitafaulu kupunguza mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.